Habari za asubuhi ndugu zangu waandishi wa habari, heri ya mwaka mpya. Hatujaonana kitambo kidogo, lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu ametujalia kukutana tena na kuanza mwaka mpya huu wa 2026, na tumuombe atujalie uwe mwaka wenye mafanikio kwetu. Nimefurahi kukutana tena na ndugu yangu Baraka Kizuguto ambaye kwa muda mrefu hatujakutana kwenye majukumu kama haya. Amekuwa na pilika nyingi za kusimamia mechi mbalimbali za kimataifa, na nichukue nafasi hii tu kumpongeza kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, na amekuwa ni mwakilishi mwema na bora kwenye upande wa usimamizi wa michezo kwa maana GC, na ni moja kati ya hazina kubwa ambayo tunayo sisi kama taifa, na ni moja kati ya wakilishi bora kwenye usimamizi wa michezo, na sio tu michezo midogo, michezo mikubwa ambayo inafanyika katika bara letu la Afrika. Na kwa kuwa ni kijana, basi tunamwombea aendelee kupaa zaidi. Tunategemea kumuona akisimamia World Cup huko na mavitu mengine makubwa kwa sababu uwezo huo anao. Na jambo zuri zaidi, tunakwenda tena kukutana na Kizuguto Dodoma, ambapo mimi na yeye tulianza zaidi kufahamiana hapo Dodoma, wakati huo akiratibu na kusimamia michuano ya vijana ya under 20 maarufu Uhai Cup ambayo ilifanyika mwaka 2018 katika chuo kikuu cha Dodoma, yeye akiwa mratibu wa mashindano hayo na mimi nikiwa mwandishi wa habari kutokea Azam TV. Baada ya takriban miaka 8 sasa tunarejea tena Dodoma, safari hii kwenye Bunge Bonanza, yeye akiwa ni bosi mkubwa kutoka TFF na mimi nikiwa ni bosi mkubwa kutoka Simba Sports Club. Ndugu zangu waandishi wa habari, tunaelekea katika msimu mwingine tena wa Bunge Bonanza, na sisi Simba Sports Club tunathibitisha kushiriki kikamilifu katika bonanza hili. Kama ambavyo tulifanya mwaka jana, tulifanya mwaka juzi, ndivyo hivyo tutakwenda kufanya tena mwaka huu, kushiriki kinaga ubaga kwenye ufanyikaji wa bonanza hili. Na ushiriki wetu uko katika maeneo makuu mawili. Kwanza ni kuhakikisha tunalitangaza bonanza hili liweze kuwafikia wananchi sio neno nzuri sana, liweze kuwafikia Watanzania wengi zaidi, waweze kufahamu kwamba kuna jambo kama hili ambalo linafanyika. Lakini ushiriki wetu wa pili ni sisi kushiriki physically jambo hili, kwa maana ya kwamba siku ya tukio tutakuwa pale Dodoma kwa ajili ya kushiriki katika michezo yote. Mwaka jana tulianza kuanzia kwenye matembezi, kuanzia pale chuo cha mipango, tukatembea takriban kilomita ngapi pale? Kilomita 2, tukaenda mpaka shule ya John Malin, na baada hapo mambo mengine yakaendelea. Ikaja kwenye mpira wa miguu, tukashiriki vile kikamilifu, na mimi nikacheza mchezo huo, nikafanya balaa kubwa sana siku hiyo. Nikafanya ukatili wa hali ya juu sana, na timu yetu ikapata ushindi wa mabao 5-0 tukiwafunga wabunge wa Yanga, na mambo yakawa mwelele. Sasa mwendelezo ni huo. Mwaka huu tunakwenda kushiriki tena bonanza hili kuanzia kwenye matembezi ambayo yataanzia chuo cha mipango mdogo mpaka kufika shule ya John Melin, na baada hapo tutashiriki katika michezo mingine ikiwemo riadha. Mwaka jana hatukushiriki kwenye riadha, lakini mwaka huu tutashiriki kwenye riadha, lakini vile kwenye magunia tutashiriki, na Mheshimiwa Sanga kama itawaruhusu mkaweka na kamchezo ka boxing pale ili tupasuane, na yenyewe itakuwa ni jambo bora kweli. Mwaka huu Simba Sports Club tunayo fahari kubwa ya kwenda kushiriki Bunge Bonanza
kwa sababu tumefanya tathmini aina ya wabunge wapya ambao wameingia bungeni na tukajiridhisha kwamba tuna wabunge wengi ambao ni mashabiki wa Simba, na sio tu wabunge wa kawaida, ni wabunge ambao wana uwezo mkubwa wa kusakata kandanda. Kwa hiyo kabla ya mechi haijaanza, sisi tuna uhakika wa kupata ushindi tarehe 31 kwa aina ya wabunge ambao tuliokuwa nao msimu uliopita. Wale wengi wapo ambao walipeleka maafa makubwa ya magoli 5-0. Tumeongeza wengine bora zaidi kwenye timu yetu ya wabunge. Maana yake mwaka huu tunakwenda kumpiga mtu goli nyingi kweli kweli, na sisi hatunaga huruma tukimpatia mtu kwenye kona. Kwa hiyo itakuwa ni mechi nzuri. Nichukue nafasi hii kuyaagiza matawi yote ya Simba Dodoma kushiriki kikamilifu katika bonanza hili, na ushiriki wao maana yake ni kwamba wanalazimika na kuwajibika kuja katika shule ya John Malin, kuja kuungana na wabunge ambao ni mashabiki wenzetu wa Simba Sports Club, kuja kuhanikiza na kuhakikisha kwamba tunawapa nguvu wachezaji wetu ambao watakwenda kuipambania na kuipigania Simba Sports Club. Matawi yote ya Simba Dodoma yanajijua, kwa maana ya Simba mji mkuu Dodoma, Friends of Simba Dodoma, na matawi yote ya Dodoma kwa ujumla wake. Siku ya tarehe 31 tunatakiwa kufika kuanzia chuo cha mipango, tutembee kwa pamoja tukiwa na jezi zetu. Tutakwenda mdogo mdogo hadi kufika shule ya John Malin, na baada hapo tutabaki kuwashangilia na kuwapa nguvu wabunge wetu ambao wanakuwa wanaipambania na kuipigania timu yetu ya Simba Sports Club. Baada ya kusema hayo, nina ombi moja la mwisho kwa Mheshimiwa Sanga pamoja na Azania. Ikiwezekana na ikiwapendeza, mwaka huu hawa waandishi ambao wamekuja hapa tusafiri nao kwenda nao Dodoma kwa ajili ya kwenda kufanya kazi zao katika bunge hili bonanza, ili kuliongezea thamani zaidi. Maana yake ni kwamba tupate usafiri wa pamoja, kama ni SGR, kama ni gari ya kukodi, tuwatafutie sehemu nzuri ya kulala pale Dodoma. Mipango mingine asili yaizungumzwe, lakini kwa kuwa Azania yuko hapa atalibeba hilo. Wanangu, mtafurahia maisha, kwa sababu nimeona watu wa Bata mko wengi hapa. Victor Mkumbo, utakwenda zako Bambalaga pale, utafurahia maisha vizuri chini ya Azania. Kwa hiyo hilo nimeshaombea na naamini litafanywa kazi ili kuiongezea thamani zaidi bunge bonanza. Nafahamu waandishi Dodoma wapo, lakini tukiwa wengi zaidi jambo linanoga zaidi. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana. Kuna swali? Wameitohoa kidogo na kuifanya tofauti, lakini kimsingi ni kwamba imetolewa kwenye nguvu moja. Umoja wetu ndo ile moja. Huku ameongezea ili kutengeneza kielezi. Alafu nguvu yetu ndo ile nguvu